Yes, hello, mambo vipi? Hii ni topic nyingine, ni subtopic inaitwa glaciation, ambayo hii unaipata katika topic moja inaitwa water mass. Katika ile muendelezo wake tuliangalia zile topic nyingine kama tumeona river, tumeona lake, tukaangalia na topic zingine, lakini hii hapa ni topic inaitwa ni subtopic glaciation, lakini inapatikana kwenye topic inaitwa water mass, ambayo tutaangalia vitu kadhaa vile vya muhimu ambavyo tutakuwa tumeviainisha katika hiyo slide ya pili hapo, ambayo inazungumzia content. Kwa hiyo tunaweza tukaanza hapo. Hii hapa ni slide ya pili, ambayo hii inazungumzia content ama vilivyomo yaliomo katika hii topic, vitu ambavyo tutaviangalia. Kwa hiyo hapo tutaanza na introduction, ambayo introduction tutaangalia definition ya glaciation, tutaangalia definition ya ice sheet, tutaangalia ice age na vitu vingine. Alafu tutaangalia types of glaciation, ambazo types zake ziko mbili, kuna continental ice sheet na alpine valley au inaitwa mountain glacier. Then tutaangalia kwenye namba 2 hapo kuna factor influence glaciation, ambazo ziko factor kadhaa, tusio nyingi sana, zipo kama 5 hivi au 4. Alafu baada ya hapo tutaangalia process, ambazo process hizo zinazopelekea glacial erosion, kwa sababu tukiangalia glacial erosion tunaangalia the work of ice in modification of land surface or structure of the earth. Kwa tutaangalia process hapo, process zake zilizopo, kuna process 4 kubwa, ziko 4 na ziko 3, sorry. Alafu then tutaangalia kipengele kinachofuatia ambapo ni features. Kwa hiyo hizo factor zinapelekea ice erosion. Then process zipi ambazo zinapelekea movement, zinapelekea removal of surface materials. Then after surface materials to be removed, nini huwa kinatokea, ambapo ni hizo features zake. Sasa hizo features zinaweza zikawa highland features au lowland features, kulingana na zile type of glaciation ambazo tumeziona pale juu, ambapo tumesema kwamba kuna hiyo tunayo mountain glacier na ile nyingine niliyotaja ya kwanza ambayo ni continental au ice sheet. Then tutaangalia global distribution of ice. Je, ni maeneo gani ambayo hiyo ice au barafu linakuwa linapatikana? Baadaye tutaangalia value, faida au importance of glacier au importance of ice to man. Kwa hiyo hilo barafu lina faida gani? Then kwa kitu kipengele cha namba 7 ambayo ni reference, ni kwa kama mtu anahitaji kusoma zaidi, kuongezea zaidi vitu vingine, kwa hapo nitaandika listi ya vitabu ambavyo mtu anaweza akaenda akajisomea mwenyewe kwa manufaa yake mwenyewe. Kwa kuanza hapo tutaanza na hiyo introduction, tutaangalia vipengele viwili ambapo definition of terms na tutaangalia types of glacier. Okay? Hapo kuna hii ni introduction, kama tulivyosema kwamba kwenye introduction tutaangalia definition of terms. Kwa hiyo hapo nahitaji usikivu zaidi, yani unisikilize zaidi, maana unakuta maneno ya kuandika ni mengi afu slide yenyewe ni ndogo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingine vya msingi lazima mnisikilize, vinaenda vipi mvifahamu. Kwa hiyo hapo kuna definition, nimeweka hizo definition of terms 7, lakini kuna baadhi ya definition zingine ambazo utabidi mkazitafute wenyewe, kama hiyo ya ice age. Alafu kuna hiyo kuna kitu kinaitwa piedmont na zingine nitawaandikia mwisho wa slide zote. Lakini kwa kwanza hapo tutaanza na hiyo ya kwanza ambayo ni glaciation. Kwa hiyo tukiangalia maana ya glaciation, yani kiufupi tukiangalia hii topic tunaangalia ile glacial regions, yale maeneo ambayo yanakuwa covered by ice. Tuzungumzia ice, tunazungumzia barafu. Kwa hiyo nakuta kuna maeneo mengine yanakuwa covered by ice, sawa, ambayo tutaangalia kwenye ile distribution of ice, jinsi gani hizo ice au hayo mabarafu yamedistribute katika maeneo mbalimbali katika dunia. Lakini tukianza hapo ya kwanza tunaangalia hiyo glaciation. Maana glaciation nasema is a process by which
moving ice erode, transport and deposit material on the Earth's surface. Kwa hiyo glaciation ni kile kitendo ambacho sawa, ile moving ice au barafu ambayo ilipo in motion. Kivipi barafu linakuwa in motion? Kwamba unakuta barafu linakuwa in motion depending to the variation of temperature. Kama temperature itakuwa high, ina maana automatically lile barafu litafanyaje? Litafreeze. Lakini ile temperature inapozidi kuongezeka, sawa, ina maana joto linapozidi kuongezeka, lile barafu litaanza kuyayuka taratibu. Likiyayuka linatengeneza kitu kama maji, sawa. Sasa yale maji yanaanza kufanya nini? Kufanya movement. Kwa hiyo yakianza kufanya movement, tunasema hiyo nini? Ni moving of what? Of ice. Sasa ile ice inapokuwa ina move, inakuwa inafanya kitu kinaitwa erosion, inakuwa ina erode. Maana erosion ni ile removal, sawa, of surface material by the agent of erosion, ambayo moja agent of erosion tunayo ni hiyo ice pamoja na water na kadhalika. Baada ya hizo material kwa hizo moving ice kwanza kufanya erosion, ina maana zinachukua some surface materials. Zile materials zinakuwa transported, maana zinakuwa zinahamishwa, zinatolewa sehemu moja na kupelekwa sehemu nyingine. Lakini jinsi kadri ile volume of ice, sawa, inapozidi kupungua, ina maana zile materials na become heavy. Zikibecome heavy, ndipo hapo sasa zinaanza kudeposit katika nini? Katika surface. Na maana nasema glaciation is the process by which moving ice erode, transport and deposit material on the Earth's surface. Hiyo ni definition ya kwanza. Lakini ya pili tunaangalia glaciation. Glaciation ni kitu gani? Sawa, glaciation ni tofauti kidogo na glaciation, sababu glaciation ni process, lakini glaciation yenyewe sio process. Glacial is the area or is the area of ice in motion formed when snow is heavy and the temperature are cold enough to remain through the year. Kwa maana tukiangalia glacial, tunaangalia lile eneo lenyewe, sawa, eneo lenyewe ambao ile ice sasa inafanya movement yake, sawa, ile eneo husika ambao hiyo ice inapatikana na inafanya movement yake. Lakini hayo maeneo ambayo ice inapatikana, maeneo hayo tunaamini kwamba lazima kwamba yawe na temperature, joto ambalo ni ile freezing point, ambao niko joto lake ni below 0 centigrade. Maana hapo kama ni maji yataanza kufanyaje? Yataanza kuganda. Sasa ikishakuwa 0 centigrade, ina maana automatically hapo tunaona kwamba ile snow nitafahamisha ni kitu gani, kwamba lile barafu linaanza kutengenezeka na linaganda, linakuwa lipo pale kwa muda mrefu. Sasa hilo eneo ndo tunaliita nini? Tunaliita glacial. Sasa tukizungumzia snow inapatikana vipi katika glacial area? Snow ni kwamba ni zile chembe, sawa, chembe ndogo sana za ice, ambazo hizi chembe tunazipata vipi? Unakuta during rain process, ile formation ya mvua, sawa. Lakini eneo hilo kwamba tuna ile tunasema, let's say for example water vapor, sawa, water ile vapor ambayo imekuwa katika atmosphere, then ile temperature yetu imekuwa katika ile freezing point, automatically zile water vapor zote, sawa, zitaanza kufanyaje? Zitaanza kuganda. Zikiganda zita fall down, haziwezi zikafall kama mvua, lakini zita fall kama chembe ndogo za nini? Za barafu. Zile chembe za barafu zinavyocover sehemu fulani, hiyo sehemu sasa ndo tunaita nini? Tunaita glacial, sawa. Sasa hiyo inakuwa sana inachangiwa na altitude pamoja na altitude pamoja na latitude ya eneo husika, sana katika maeneo ya northern hemisphere na southern hemisphere. Kwa hiyo maeneo yale ya nyanda za juu za dunia na zile za chini, sawa. Alafu ya pili ni tunaita hiyo snowfield. Snowfield is the area or place or region with high accumulation of snow. Kwa hiyo tukiangalia snowfield ni lile eneo lenyewe tu ambao ile snow inapatikana, ile barafu lenyewe inafanyaje? Linapatikana. Usije ukachanganya, kuna tofauti baina ya ice na snow. Snow ni zile tiny or teeny, sawa, teeny ice drop. Lakini ice ni lile barafu lenyewe ambalo ni zile teeny ice drops accumulate, zimetengeneza barafu kubwa. And tofauti yake ni ile volume, sawa. Kwa tukiangalia hiyo snowfield ni ile eneo tu lenyewe ambao ile barafu au ile barafu au snow yenyewe imekuwa accumulated. Alafu tuna kitu tunaita ice sheet, ambao ice sheet ni continuous mass of ice moving a large
or lowland areas of the continent. Kwa hiyo ice sheet ni ile continuous, ni kitendo endelevu cha ile movement sawa, or coverage of ice katika maeneo ambayo ni highland na lowland area. Afu vile vile tunao hiyo snow line, ambapo snow line, this is the line which there is a permanent snow cover, for example in northern hemisphere or southern hemisphere. Sawa, ambapo hii inakuwa marked by either latitude and altitude. Sawa, sababu tunasema marked by latitude or altitude katika maeneo yote ambayo yana high latitude. Sawa, au tunazungumzia kama hayo maeneo ya northern hemisphere na southern hemisphere. Haya maeneo yana experience joto baridi kali. Sawa, lile baridi kali linapelekea sasa kwa kipindi kirefu au muda mrefu barafu na kuwa linapatikana maeneo hayo. Lakini tukizungumzia maeneo kama hiyo marked by altitude, tunaangalia the higher you go the more the temperature fall. Kwa hiyo unazidi kwenda high altitude inakuwa ina low temperature, na kama temperature inazidi kuwa low, automatically kuna possibility kubwa sana ya hayo maeneo kupatikana hizo snow. Kwa ile permanent areas to which snow is covered there, tunaita hiyo snow line. Then tunayo hiyo inaitwa crevices, ambapo crevices hizi ni zile nyufa ambazo zinatokea katika sehemu ambayo imekuwa covered by snow, ambapo hii inasababishwa na ile uneven movement or uneven rate of movement of glacier, kwamba barafu linaweza limeongezeka zaidi au likawa limepungua zaidi. Mbele kutaona kuna process moja inaitwa plucking. Sawa, kama barafu likizidi zaidi baridi likizidi, unakuta sehemu hiyo inaanza kupasuka, inatengeneza nyufa. Sasa zile nyufa tunaziita crevices. Alafu nyingine tunayo hii inaitwa deglaciation, ambapo deglaciation ni shrinking of ice and volume which occur when ice flows or melt. Kwa hapa tunaangalia kile kitendo cha ile barafu kupungua, ile kimo chake, sawa, ile volume wingi wake, sawa, na depth kile kina, ambapo hii inasababishwa na kule kuyayuka kwa ile barafu yenyewe inapoanza kufanyaje, kuyayuka taratibu, ndio hicho kitendo tunakiita deglaciation. Sawa, hii hapa ni nyingine ambayo tunaendelea ile introduction. Tunaendelea hapa kwenye type of glacier. Ukiangalia kwenye introduction tumeangalia definition of glacier na definition nyingine. Sasa tulisema kwamba glacier ni ile area, sawa, ni ile eneo lenyewe ambayo tuna ile movement of glacier, lakini hayo maeneo yamekuwa divided into two types. Kwa hiyo tukiangalia types of glacier tunaangalia depend ya how glacier have been classified depend to the area of occurrence, maeneo husika ambayo hayo mabarafu yanapatikana. Tunayo ya kwanza ni continental ice sheet, ambapo continental ice sheet this is the type of glacier that cover large continental area, for example Greenland tunayo hapo. Then tunayo hiyo ambayo naita Antarctica. Sasa hii continental ice sheet ni kwamba unakuta lile barafu, sawa, limecover sehemu kubwa zaidi, sehemu nzima ya ardhi, sawa, sehemu nzima ya ardhi, ukitofautisha na hiyo nyingine kwamba unakuta barafu inaweza likacover sehemu ndogo tu, sehemu ndogo, lakini unakuta hii continental, kama maana yenyewe continent ni bara, sawa, kwa unakuta bara zima limekuwa covered by ice. Hiyo tunaita continental ice sheet. Ina maana continental ice sheet tunaangalia ile barafu limecover almost the entire continent, ile bara lote limekuwa covered by ice, ambapo hiyo hapo inachangiwa sana na nature of climate of the given area, kwa ile hali ya hewa husika ya eneo lenyewe, ambapo inachangia hilo eneo lote liwe covered by ice. Lakini tofauti na hiyo ya pili ambayo ni mountain glacier, ambapo mountain glacier hii ni kwamba ile glacier au barafu linakuwa lipo katika maeneo ambayo yana high altitude, sawa. Sema this is found in high altitude, especially in mountain, and move down through the influence of gravity.
For example, tuna mountain Kilimanjaro, mountain Ruwenzori, ambayo hii milima yote inapatikana katika East Africa. Sawa. Kwa hiyo tukizungumzia mountain glacier hapa, kitu kikubwa sana ambacho tunakiangalia kinachosababisha hii mountain glacier ni nini? Ni altitude. Tulisema kwamba altitude yenyewe kwamba joto linakuwa linapungua 0.6 per 100 meters. Kwa hiyo the higher you go, ina maana automatically joto linafanyaje? Linapungua. Kwa katika maeneo ambayo ni yana milima mikubwa, sawa, mfano hiyo tumeweka hapo mountain Kilimanjaro, then Ruwenzori, haya maeneo yana experience high altitude with low temperature. Kama low temperature ipo, moja kwa moja lazima tutakuwa tuna occurrence of glacier au tunasema snow cover. Ndio maana ukiona mlima kama mountain Kilimanjaro kule juu kabisa kule utakuta kuna ile snow cover, sawa. Lakini hiyo mountainous glacier sometimes inakuwa inaitwa alpine valley. Sasa unakuta ile barafu linaweza likawa limeganda katika maeneo kama haya juu ya milima, lakini likashuka mpaka maeneo ya chini, ambayo hiyo ni sababu kubwa, ni the influence of gravity. Kwa gravity na yenyewe katika mountain glacier inachangia kukava baadhi ya kukava ile barafu liweze kukava baadhi ya maeneo ambayo yako nearby the highland area or highland area with high altitude. Yes. Sasa tunaendelea, hichi ni kipengele kingine ambacho hiki tunaangalia factor influence glacial erosion, ambapo kipengele hiki hapa tutaangalia vitu viwili. Tutaangalia hiyo factor influence glacial erosion, pia tutaangalia factor influence ice movement, ambazo zote ziko nne. Ya kwanza tukiangalia factor influence glacial erosion, kuna nature of underlying rock, ambapo hapa kwenye nature of underlying rock tunaangalia ile nature of surface glacier, ile sehemu ya chini ambayo ile surface yenyewe, ardhi yenyewe ambayo ile glacier imekuwa covered. Kwa sababu ardhi inaweza ikawa joint au ikawa jointless, ile surface yenyewe, sawa, au zile underlying rock ambazo zimebeba zile glacial material zinaweza zikawa zipo jointy au jointless, kwa maana zikawa zimejiungaunga au hazijajiungaunga. Kwa hiyo tukiangalia nature of underlying rock, hapa tunasema kwamba this depend on the nature of rock, that is joint rock. Joint rock inakuwa easy to be eroded compared to the rock which have no joint. Ina maana ile rock ambayo imekuwa jointed, ina zile maungo, sawa, moja kwa moja kwamba ile barafu likianza ku undergo melting, sawa, ambapo kile kitendo tulisoma kule mwanzo tuliita ile deglaciation, ikianza kumelt, yale maji yataanza kuingia kwenye zile joints za rock. Ikianza kuingia kwenye zile joints za rock, ile rock itaandago erosion. Lakini kama rock yenyewe ikiwa haina joint, ina maana haina ile maungo, pia hiyo itafanya yale maji yashindwe kuingia kwenye lile jiwe, na hiyo itachangia erosion itakuwa ni ndogo. Alafu sababu ya pili ni tunasema ni speed of glacier. Speed of glacier tunaangalia ile speed yenyewe ambayo lile barafu au yale maji ya barafu yanatembea kutoka kwenye high area toward low area. Ndio tunasema hapa faster moving of ice, sawa. Ile faster moving of ice, kama ice ikimove very fast, hiyo inakuwa ina high energy. Through such energy inapelekea high erosion compared to slower movement or slow moving of ice. Kama ice ikimove very slow, hata energy yake pia itakuwa slow. Kama energy yake itakuwa low, kama energy ni low, pia erosion yake itakuwa ni low. Kwa hiyo tunasema kwamba faster moving ice high energy high erosion, lower moving ice lower energy pia na low erosion rate. Alafu factor ya pili ni availability of loose material, ambapo tukiangalia hapa availability of loose material, mfano debris ni zile very small particles, loosened small particles, zile ndogo compared to the heavier particles. Zile loosened particles ambazo ni ndogo inakuwa easily to be carried, to be fixed or to be embedded with a glacier compared to the ice, to the ice which compared to the material which is heavier.
or material, those material which is zile tunasema high loads material, yale material ambayo ni makubwa ambayo hayawezi kubebwa na yale maji ya barafu. Hiyo kama iko kuna high debris or zile high loosened material, tuna expect kwamba tutakuwa tuna high erosion compared to the heavy loads. Heavy loads materials itakuwa ni not easy to be carried, kwa hiyo ita reduce ile erosion rate. Alafu factor ya 4 ni weight of the ice. Lile barafu lenyewe lina uzito kiasi gani, ile weight yake. Kama barafu litakuwa lina high weight au liko heavy, pia hiyo itachangia erosion itakuwa very high compared to the ice which is less heavy. Pia tunaingia kipengele kingine ni kwamba tunaangalia factor influence movement of ice. Sasa kwenye factor influence movement of ice tunaangalia zile sababu ambazo zinaifanya ile ice yenyewe, ile barafu lenyewe litembee. Sawa, lenyewe kama lenyewe lifanye litembee. Mwanzo tuko tunaangalia kwamba barafu linatembea alafu linafanya erosion. Lakini je, sababu inayofanya litembee ni kitu gani? Tunaangalia factor ya kwanza ni gradient of the land. Tunaangalia ile gradient slope. Sawa, kama sehemu itakuwa ina high slope, movement of glacier itakuwa ni very high compared to those area with low slope. Kwa tunaangalia ule muinuko. Kama ile glacier surface ina muinuko mkali, pia zile glacier materials zita move in high speed. Lakini kama muinuko ni mdogo, zile glacier materials zita move in very low speed. Alafu factor nyingine ambayo ina influence movement of ice nasema ni friction au resistance. Hapa sasa tunaangalia the presence of barriers, vile vizuizi. Unakuta ile glacial surface ina vizuizi, zile barriers, obstacles. Sasa ice ikimove, kama sehemu glacial surface ina numbers of resistance, number of barriers, moja kwa moja zile materials zitakuwa zina move, zinazuiliwa. Kwa hiyo movement yake itakuwa ni very low. Lakini ikiwa kwamba surface ina low resistance, tuna expect kwamba hapo tutakuwa tuna high movement of glacial material or high movement of ice. Pia tunaangalia season, kipindi. Ambapo hapa season hii season tumegawa katika vipindi viwili vya hali ya hewa. Tunaangalia ile summer season na winter season. Kwa hiyo summer season kipindi hiki joto linakuwa linaongezeka, kwa barafu na yayuka. Likiyayuka movement yake itakuwa ni kubwa compared to winter season. Ambapo winter season joto linapungua, baridi linafanyaje? Linaongezeka. Baridi likiongezeka, lile barafu linakuwa linaganda zaidi, linashindwa kumove down the slope. Alafu factor ya mwisho ni hiyo tunaita weight. Weight tunaangalia ile heavy and thickness of ice. Sawa, kama ice itakuwa kwa very heavy, sawa, maana movement yake itakuwa faster compared to the less heavier ice. Heavy ice ita move in high. Sasa kama ile kwenye ile topic ya ni subtopic ile inaitwa weathering. Tukiangalia katika ile tunaita rock disintegration, sawa, na granular disintegration. Rock disintegration, rock inakuwa move very fast compared to granular disintegration. Kwa hiyo hapo tunaangalia weight, ukubwa wa kile kitu kinachofanya kinacho move. Kwa hiyo kwenye weight hapa ya kwenye glaciation tunaangalia weight, tunaangalia ule ukubwa wa ile barafu lenyewe. Je, lina ukubwa gani na move? Ni kubwa au ni dogo? Kama ni kubwa lita move very faster, lakini kama ni dogo ita move in low speed. Kwa kipengele hiki hapa tuko tunaangalia factor influence glacial erosion, ambapo tumeangalia nature of underlying rock, speed of glacial, variation of loose material, availability of loose material, tumeangalia weight, then tukaangalia factor influence movement of ice, ambapo tunaona ni gradient of the land, tunaangalia friction resistance au tumeita ni presence of barriers or obstacle, tunaangalia season ambapo tumeangalia summer and winter season, alafu tumeangalia weight ambapo tunaangalia heavy and less heavier ice material. Hicho ni kipengele ambacho kinazungumzia tu hizo movement zake, how glacier may undergo erosion or perform erosion and how ice move down the slope. Hey, yes, welcome back to slide number 7. Hii hapa tunaangalia process influence ice and the glacial erosion, ambapo hizi processes ziko 4. Kuna process ya kwanza plucking, kuna sapping au naviation au frost shattering au frost action, kuna abrasion na kuna rotational movement. Hizo ni process 4 ambazo zinakuwa involved in ice or glacial erosion. Kwa hizi process ni process ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa kufanya modification, kufanya ile removal,
sawa, or tearing away of rock of surface material, sawa, from original point to another point. Ambapo process ziko 4. Process ya kwanza ni plucking, ambapo plucking tunasema tearing away of rock which have become frozen into a base or side of glacier. Tukisema base au side of glacier ni kwamba unakuta barafu limeganda labda lese katika mlima, sawa, au limeganda katika surface fulani. Hiyo ndio base au side of glacier. Plucking unakuta barafu linaganda sana katika maeneo hayo, likiganda zaidi linapata chance ya kuweza kuabsorb, sawa, au linaganda na zile baadhi ya some surface material. Zile surface material zinavyochukuliwa na lile barafu kuganda pamoja, zinakuwa zishapata kuondolewa katika ile original point yake, zime become as a part of ice. Sasa hii ni plucking process, inachangia kuondoa baadhi, sawa, inaondoa baadhi ya sehemu za jiwe au sehemu ya nini ya surface. Hii sana sana inakuwa inachangia katika formation ya tutaona mbele hapo kuna kitu tunakiita arete, kuna pyramid peak, inachangia formation ya vitu kama hivyo. Alafu process ya pili tunaita ni sapping, ambapo sapping nasema this involve breaking of rock block by alternative freezing and thawing which take place on the bedrock. Asa hii sapping kwa jina jingine inaitwa naviation au inaitwa frost shattering au inaitwa frost action. Sapping ina work the same as what is applied on weathering. Vile inavyofanya kazi kwenye weathering, sawa, ni sawa sawa na huko nini kwenye glaciation. Sababu hii sapping huku inafanya erosion kulingana na kule kuganda na kuyayuka kwa barafu. Barafu linavyoganda linachukua some rock material, linaganda na some surface material, lakini likianza kuyayuka, sawa, yale maji yanaenda yanalainisha sehemu nyingine ya surface, sawa, inakuwa imelainisha. Ikatokea ile barafu likaganda tena, litaganda na zile sehemu zote ambazo zimefanyaje zimelainika. Ina maana hapo tayari unakuta sehemu moja ya surface inaondolewa kutokana na kule kuganda na kuyayuka kwa barafu. Mfano tunaweza tukachukua mfano kwenye topic ya weathering, na ndio mfano ambao tumeusite hapo, hiyo frost shattering au frost action, kwamba unakuta maji yanaingia katika ile rock crack, yakiingia pale yanaganda, yakiganda yanaongeza kuvunja ile crack, lakini yakiyayuka yale maji yanapenya mpaka kwenye ile new crack, yakiganda tena yanavunja pale. Kwa ni sawa sawa na sapping ambayo inatokea kwenye glacial area au glaciated area. Hiyo ni process ya pili ambayo inaitwa sapping. Kitu cha kufahamu cha msingi kwamba sapping wakati mwingine inaitwa naviation. Kwenye glaciation hauwezi ukatoa sapping ukasema frost shattering, no, au ukasema frost action, hapana. Unataka kutumia term nyingine instead of using sapping, unatakiwa utumie navigational process. No navigational process, basi sema sapping process. Process ya tatu ni abrasion. Ambapo abrasion hii unakuta erosion inafanyika, lakini inafanyika ili tokee erosion lazima ipate support, sawa, ya glacial material. Ambapo hii hapa inakuwa kwamba wearing away of rock beneath a glacier by scoring action which with the help of rock carried by glacier. Kwa zile rock materials ambazo zimekuwa carried by glacier, zile ndo zinachangia sasa scoring movement au scoring action, ambapo hiyo tukijumlisha hiyo tunapata abrasion process. Ama baadhi ya sand particles, rock particles, sawa, glacial materials zitaondolewa kulingana na zile materials zote ambazo zimebebwa na lile barafu. Yakianza kuroll, kuroll, kuzunguka, kuround, yataanza kuzivunja au kuondoa some particles from its original point. Alafu process ya 4 ndio tunayo, hiyo tunaita rotational movement. Hii rotational movement ni sawa sawa na landslide ile ambayo ipo katika topic hii katika mass wasting. Lakini hii rotational movement hapa kinachoslide sasa sio surface, sawa, sio land, ila kinachoslide ni zile ice material, sawa. Zile ice materials zina slide from, hii nasema
downhill, sawa, downhill movement. Mfano ice imekuwa imekava katika mountain areas, sawa, katika milima, sawa, alafu ile ice ikaanza kumove down the slope. Ikimove itasababisha kitu kinaitwa friction, ule msuguano baina ya glacial material na surface material. Ule msuguano unaotokea pale, ile friction ndio inachangia sasa removal of material. Ni sawa sawa tu pale unapotumia mkono wako kusugua sehemu ya ngozi, ukisugua friction inayotokea pale itafanya mkono uwe nini, upate joto, sawa. Sasa hii friction vile vile ikitokea friction between glacial material na surface material inapelekea erosion, ambapo hiyo tunasema ni process ya 4, rotational movement. Kwa hiyo tukizungumzia process influence ice au glacial erosion, tuna process kubwa 4 ambapo ni plucking, sapping or naviation, abrasion and rotational movement. Okay? Okay. Tunaendelea na slide nyingine ambayo hapa sasa hivi sasa tunaangalia features produced by ice or glacial erosion. Kwa hiyo zile process zote tulizoangalia, tukaangalia factors na tukaangalia na ile nyingine ambayo tulisema ni factor for ice movement, tukaona na factor for erosion. Sasa zile zote tukizijumuisha na zile process huwa inapelekea ile modification of earth surface au inapelekea formation of various features. Sasa hizi features zimekuwa divided into 2 types. Kuna highland glacial features na tuna lowland glacial features. So hizi watu wengine zinaweza zikaitwa highland fluvial glacial features au lowland fluvial glacial features. Kwa hiyo hapa mwanzo sisi tutaanza kuangalia hizi tunaziita highland features. Ambayo highland features tunayo ya kwanza pyramid peak au wakati mwingine inaitwa horn, tunayo arete, tunayo hiyo cyc au corrie, afu nayo hanging valley, then tunayo U-shaped valley. Hizi ni feature 5 ambazo zenyewe zinategemeana. Yaani moja inamtegemea mwingine, moja inamtegemea mwingine. Sana sana hizi zinatokea katika highland areas. Sawa, ina maana maeneo ambayo yenye muinuko, haya ndio highland areas. Tukianza na feature ya kwanza ambayo tunaita pyramid peak. Sawa, ukifahamu pyramid inafahamika, sawa, ni umbo ambalo lina pembe 3, lakini peak ni ile sehemu yake ya juu kabisa, sawa, au ncha. Sawa, sasa hii feature ya kwanza inaitwa pyramid peak, ambayo pyramid peak by definition or by explanation tunasema this is a steep sided peak surrounded by cyc which with a radiating system of arêtes. It is formed by a plucking and abrasion process. Kwa unavyo explain feature fulani ni lazima uangalie, je, ni process gani ambayo inapelekea formation ya hiyo feature. Tuliona kule abrasion maana yake ni nini, tukaona plucking maana yake ni nini. Kwa hiyo hapa sina haja ya kudadavua sana kuhusiana na vitu hivyo viwili, sawa. Lakini by explanation hiyo pyramid peak kwamba let's say to assume tuna mlima wetu, sawa, ambao ule mlima kwa nje umekuwa covered by soft rock materials. Na ndio maana nikasema nahitaji kunisikiliza sana kwa sababu vitu kama hivyo hapa sijaviandika, kwa hiyo nisikilize. Kwa hiyo tunasema kwamba tuna mlima wetu ambao huo mlima nje umekuwa covered by soft rock materials, lakini inside, sawa, una zile hard rock material. Hard rock material zinakuwa zina resist erosion, sawa, for a long period of time compared to soft rock material. Kwa hiyo ule mlima ambao nje una soft rock material, zile soft rock materials zikawa removed, sawa, by ice. Sawa, ina maana ile barafu ikawa imekava ile soft rock material ya nje, sawa, through plucking process, abrasion process, ile sehemu ya nje ikawa ifanyaje, imeondolewa. Ikiondolewa inabaki sehemu ya ndani, sawa, ambayo sehemu ya ndani ni hard rock material. Sasa ile sehemu ya ndani inayobakia, ile ncha yake ya juu, kule juu kabisa kule tunapaita nini, ni peak. Sasa kikawaida kwamba hii glacial process inapotokea inakuwa ina form shape, sawa, ambayo iko ni pyramid in shape, sawa, na ndio maana tunaita pyramid peak. Lakini hapa anakuambia kwamba hiyo pyramid peak imekuwa surrounded by cyc or radiating system of arete. Radiating system of arete ni sasa tuseme kama series of of arete ambazo zimeradiate, sawa, zimesimama lakini kutoka juu kuelekea wapi, kuelekea chini. Hiyo arete ni kama ni feature fulani inafanana kama na ncha ya kisu, sawa, ile yale makali ya kisu, sawa,
tuchukue kile kisu kile tukisimamishe hafu horizontally, sawa. Tukisimamisha vile, ina maana kitatengeneza ile ncha yake. Sasa inakuwa imeradiate kama vile, sawa. Ni sasa uchukue zile mfano zile cone ambazo ile cone shape, sawa. Alafu ile cone uisimamishe juu chini juu, ile cone yake ile ncha yake isimame juu, sawa. Sasa ile peak yake ni sawa sawa na hii pyramid peak ambayo tunaizungumzia, sawa. Alafu tukija tukiangalia hiyo feature ya pili ambayo ni arete, ambayo arete tunasema ni narrow steep sided rock ridge separate two cycle formed into a mountain sides formed by sapping and plucking process. Kwa hiyo hii arete pia na yenyewe inakuwa formed by sapping process, au tulisema navigation process, sawa, au frost shattering, sawa. Na process nyingine hiyo tunasema ni plucking process. Sasa hii arete ni sasa na ile ncha ya kisu, sawa. Au uchukue mikono yako uisimamishe itengeneze pembe tatu, alafu hizi sehemu za pembeni ndo ni sawa sawa na hiyo arete ambayo tunazungumzia, sawa. Sasa hii arete yenyewe inakuwa ina separate, sawa, au inazigawa zile cycle, sawa, au korea inakuwa inazigawa, inazidivide, sawa. Lakini cycle kama cycle inakuwa katika side of what of Glacial Mountain, zile pembeni mle mwa ile Glacial Mountain. Hii tutaona vizuri kwenye diagram inayofuata hapo. Tutaona vizuri arete iko wapi, pyramid peak ipo wapi, cycle iko wapi, na hanging valley U shape zinakuwa vipi, tutaona vizuri kwenye diagram. Then tunayo feature ya tatu ni korea or cycle. This is this steep sided rock basin formed in glaciated and it is valley in size. Kwa tukizungumzia cycle or korea, tunazungumzia kwamba hii ni sided basin. Ni basin, sawa, ni mashimo, sawa, ambayo yanakuwa along the side of of glaciated mountain or the side of arete. Zinakuwa separated by by arete. Lakini hizi cycle zinakuwa zina valley in term of of size. Kuna zingine ni kubwa, kuna zingine ni ndogo. Lakini hizi zinakuwa formed by navigation process, sawa. Nafikiri navigation process inafahamika ni nini? Ni sapping process that cause fragmentation of rock. Hence plucking when occupy water is called cyclic or choreotic. Kwa hiyo ile sapping process or navigation process inavyoenda kuattack zile rock material, inafanya kitu kinaitwa fragmentation of rock. Inavunja vile vipande nini, inavunja mawe katika vipande vidogo. Sasa yale mawe kama ni surface, sawa, imevunjwa katika vipande vidogo, lazima itatengeneza some kind of mashimo, sawa, ambayo yale mashimo sasa baadaye yakioccupy water, sawa, tunayaita cyclic. Lakini yakiwa hayana hayo maji, sawa, tunaita nini? Ni cycle or chorea kama ilivyo. Then tuna nyingine hii tunaita hanging valley. Sasa hanging valley hii ni channel, ni specific channel ambayo yenyewe inakuwa inasafirisha maji. Kama barafu limeyayuka, sawa, either from arete, from the cycle limeyayuka, yale maji yanavyo flow, sawa, yana flow mpaka kwenda katika main channel ambayo tunaita U-shaped valley. Kwa hiyo hanging valley ina act as a tributaries, sawa, ni channel ambayo inaingiza maji kwenye U-shaped valley, ambayo hii by definition tunasema this refer to the glacial channel of ice that feed in the U-shaped valley. Kwa hii inakuwa ina feed in, inamwaga maji yake katika nini? U-shaped valley. Then tunayo hiyo U-shaped valley nini? Ambayo U-shaped valley this is the bottomed valley with a U-shape. Kwa hii ni valley ambayo ipo chini kabisa ya ile glacial mountain, sawa, lakini yenyewe inakuwa ina shape yake ni kama mfano wa U, sawa, herufi U ile ndio shape yake. Anasema which present the former river valley. Kwa hiyo hapa yenyewe ina present the former river valley. Unakuta eneo hilo river valley likuwepo, sawa. Kwa hiyo hii inakuwa U shape ina represent ile former river valley whereby glacial water accumulate. Kwa hii hapa U-shaped valley inafanya accumulation of glacial water. Kwa inapokea maji, ile hanging valley inaingiza maji yake kwenye hii hapa U-shaped valley, na ile maji yanaweza yaka accumulate, au kama volume yake ikiongezeka yakaendelea na ile movement yake ya kawaida, sawa. Na hii hapa ndio inachangia sana katika process ya glacial transportation of material, ambapo baada ya kipengele hiki hapa tutaangalia hiyo glacial transportation of material. Tutaangalia vitu kama
moraine, kuna terminal moraine, lateral moraine na vitu vingine tutaviangalia kutoka hapo. Kwa hiyo kwa hivi tukiangalia pyramid peak, tukaangalia arete, tukaangalia cycle au correa, tunaangalia hiyo hanging valley, U-shaped valley, then sasa hivi tuangalie diagram yake. Diagram yake iko vipi? Je, hiyo pyramid peak, arete, cycle, correa, hanging valley na U-shaped valley zinatazamika vipi au zinaonekana vipi? Okay? Yes, sasa hivi tunaangalia hii ni diagram, ni mchoro. Kwa hiyo huu mchoro, hii ni diagram ambayo inaonyesha pyramid peak iko wapi, correa iko wapi, arete iko wapi, U-shape valley iko wapi, hanging valley na vitu vingine kama hiyo glacial surface. Kwa hiyo huu mchoro unavyoonyesha hapo, kuna hiyo sehemu, tukienda hicho kama kimlima, sehemu ya juu kabisa hapo utaona hiyo ni pyramid peak. Sawa, tushaelezea. Alafu utaiona arete chini kidogo hapo, utaiona arete. Then tuna correa lake. Sasa hizo hapo zikiwa hazija occupy water, kwa maana zikiwa hazina maji tunaziita correa au cycle. Lakini zikiwa zina maji sasa tunaziita correa lake. Alafu hayo maji hapo unavyoona yanatoka yanatiririka kwenye hiyo tunaita hanging valley. Hanging valley inaingiza maji yake kwenye U-shaped valley. Then tuna hiyo sehemu nyingine ambayo inaitwa ni glacial surface. Ni ile surface sasa yenyewe ambayo imekuwa covered by ice. Sawa? Kwa hiyo ni diagram ambayo inaenda sambamba na zile features. Kwa hizi hapa tunaziita ni highland features, highland glacial features. Kwa kinachofuatia hapa tutaangalia lowland glacial features. Welcome back to slide number 9, ambapo kwanza tulikuwa tunaangalia highland features na hizi sasa hivi tunaangalia lowland features, ambapo lowland features ziko mbili. Kuna Roche Montagnier alafu kuna Crag and Tail. Tukianza na ya kwanza ambapo ni Roche Montagnier. Neno Roche Montagnier tunasema ni Germanic word. Ni sio neno la Kizungu, ni neno la Kijerumani ambayo maana yake, neno roche maana yake ni rock, lakini neno Montagnier maana yake ni soft material or rounded shape. Sawa, ni shape ambayo ni shape duara, sawa, rounded shape. Sasa tukiangalia Roche Montagnier tunasema Roche Montagnier, this is the Germanic word which mean roche mean rock, while Montagnier means soft or rounded shape. Roche Montagnier refer to the smooth rock with rounded shape. The area faced with ice becomes smooth due to abrasion process, while leeward side is steep due to the plucking process. Kwa Roche Montagnier hii ni lowland feature, lakini hii inakuwa formed due to the two process, abrasion process na plucking process, ambayo Roche Montagnier yenyewe ina sehemu mbili. Ina leeward side na ina ile steep side, ambayo leeward side ni ile side ambayo zile ice material zina blow toward to, sawa, zina move, zinapitia upande ule, lakini sehemu hiyo inakuwa haifanyiwi erosion, isipokuwa sehemu ambayo inafanywa erosion ni ile tunaita steep lagged area au tunaita leeward side, ambapo leeward side inakuwa inafanywa erosion due to the plucking process, kwa sababu plucking process inakuwa inaondoa zile large particle compared to abrasion process, ambapo abrasion process yenyewe inakuwa inaondoa zile smaller particle, ambapo kule mwanzo tuliziona zile tunaziita debris materials, sawa. Na ndio maana unaona katika hiyo leeward side yenyewe inakuwa ni smooth compared to windward side. Hiyo ya kwanza ambapo nasema ni ice movement inakuwa ni smooth area compared to leeward side ambayo inakuwa ni rugged area, ambayo hiyo nini ni steep area due to the plucking process ambayo imefanywa erosion ikaform feature kama hiyo hapo. Kwa hiyo tunaita ni Roche Montagnier. Ambayo hii hapa ni Crag and Tail. Neno Crag and Tail hizi ni feature mbili tofauti ambazo zinapatikana katika feature moja. Kwa sababu tukiangalia crag yenyewe inakuwa ni resistant rock ambayo ina resist erosion, lakini tail ni soft material ambayo soft material inakuwa formed due to the deposition of ice sheet or ice material. Hii crag yenyewe inakuwa ina resist erosion
ina maana lile barafu unataka kuvunja sehemu hii na kwa inashindwa, sababu hii ni hard lock, lakini inaruhusu movement of ice mpaka upande wa pili, ambapo upande wa pili ile ice ita deposit. Kwa maana ukiangalia plug and tail unakuta upande mmoja uko ni steep slope, lakini upande mwingine ni gentle slope. Kwa by definition hapo tunasema plug and tail, this is the mass of rock with steep side on upper stream and gentle slope on leeward side. Kwa ile upper stream ni sehemu sawa ambayo zile ice zina move au zile ice zinapita, lile barafu yenyewe inafanyaje, inapita, lakini inazunguka mpaka upande wa pili, kwa sababu hii upper stream ni imekuwa covered by resistant rock ambayo ina resist erosion, kwa haitavunjika, lakini inapita mpaka katika ile leeward side ambapo kule ikideposit sasa ina form kitu kinaitwa tail, sawa, au hiyo ni soft lock. Sasa hii tail au soft lock haiwezi ikafanywa erosion, kwa sababu erosion speed inapunguzwa na nini, na plug, kwa sababu plug yenyewe ni hard lock ambayo ina resist erosion. Kwa maana hapo tunasema plug is the resistant rock that resist erosion, while area allow material to deposit is called the leeward side form tail. Hii hapa tunaangalia global distribution of glacier. Kwa tunaangalia ni kwa kiasi gani ili zile barafu zimedistribute over the world, sawa, hiyo global distribution. Lakini the distribution of glacier over the world ni unevenly, kwa maana unakuta sehemu zingine zipo na sehemu zingine hamna, lakini hizo sehemu ambazo hamna inafika kipindi inatokea, sawa, inafika kipindi zile barafu zina disappear. Sasa hiyo hapo tunaangalia kuna baadhi ya factor ambazo zinachangia distribution of glacier or of ice over the world, ambapo hapo factor ambazo tunaziangalia kubwa ni factor 3. Kuna climate tulishangalia tangia mwanzo, kuna altitude na kuna latitude. Sasa hizi ni factor 3 ambazo zinachangia distribution of ice. Tukiangalia kwanza ni climate, ambapo climate ice inakuwepo katika maeneo ambayo yana experience low temperature, maana yale maeneo ambayo kuna ile freezing point, joto lake ni chini ya centigrade 0. Kama joto ni chini ya centigrade 0, tuna expect kwamba zile water vapor, sawa, zita condense, sawa, zita form zile tiny ice drop, zita drop na hilo eneo litakuwa covered by ice. Inaona maeneo yote ambayo yana experience low temperature, sawa, yanaweza yakawa na occurrence of ice. Alafu factor ya pili ni altitude, ambapo altitude tunaangalia area above the sea level, yale maeneo ambayo yako mbali na usawa wa bahari, ambapo tukitoka from sea level tukizidi kwenda high altitude, joto linakuwa linapungua 0.6 centigrade per 100 meter. Kwa joto linakuwa linapungua, na ndio maana unakuta yale maeneo ambayo yako far from the sea level yanakuwa yana experience cold climate, na maeneo hayo yanaweza yakawa na occurrence of ice. Sasa factor nyingine ni hiyo latitude, ambapo latitude tunaangalia sana zile maeneo ambayo yana high altitude, sawa. Mfano tunaangalia polar regions, southern regions, southern hemisphere na northern hemisphere. Haya maeneo yanakuwa yana experience hiyo glacier, kwa sababu maeneo haya yana kiasi kidogo sana cha joto. Kwa ile snow inakuwa maeneo hayo inaweza kawa either permanent or not permanent, ikatokea tu kwa muda, lakini hiyo depending to the factor. Lakini atu expect kwamba maeneo ambayo yana high latitude tukasema kwamba hayo yanakuwa hayana ile permanent, maeneo sana yanakuwa na permanent snow au permanent glacier. Lakini maeneo ambayo barafu linatokea kulingana na hiyo altitude na climate, hapo inaweza kuwa permanent au isiwe permanent, kwa maana ni permanent au temporary. That is